Huyu mnayemuona mgeni wetu wa Pasaka, Japhet Lameck Mbonye, ni mtu ambaye tumefahamiana kwa miaka mingi sana. Mimi ni mkubwa kwake, lakini tumetumika kwa miaka mingi pamoja. Tumesafiri safari nyingi sana za Injili, hata kabla hatujawa na watoto wakubwa hawa. Akina Samson hawajazaliwa, akina Mbonye hawajazaliwa, tayari tulikuwa tunatumika pamoja. Na ni mtu ambaye nimetamani kwa muda mrefu afike mahali hapa. Nimekuwa nikimuomba sana, tafadhali njoo. Sasa ni watu ambao wana majukumu mengi. Yeye ndani ya jimbo ni kiongozi ni mkuu wa mission, ana wachungaji wengi chini yake, na wengi mnafahamu makanisa ya Kigoma ya FPCT. Yaani unaweza kukuta kama hivi tulivyo wote ndio kwaya zake mbili. Nasikia kwaya ya wamama na kwaya ya vijana wanajaza kanisa la Dar es Salaam. Lakini bado kwa neema, nilipoongea naye mwaka huu kumuomba tena kwamba njoo, akatukubali bila masharti. Mimi nilimfahamu kwa miaka mingi kwa uwezo wake wa neno. Tangu akiwa bado kijana alikuwa akisimama, unasema leo tunapata chakula cha kutosha. Na mimi nimemwangalia tangu tulivyoanza hapa, hajachuja wala hajapauka. Uwezo wake bado ni mkubwa, bado Mungu anamtumia kwa viwango vikubwa, na sisi tunaheshimu mafuta yaliyoko juu yake. Mama ambaye ni mke wake ni mama anayeheshimika sana katika makanisa ya FPCT sehemu mbalimbali Tanzania, kwa semina za ndoa, semina za vijana, yani yuko vizuri sana. Lakini hata kwa semina za kanisa, naamini ninyi ambao umehudhuria semina ni mashahidi alivyokuwa anasimama kiperform hapa. Unasema ni yule Zawadi ninayemfahamu. Jamani, kuna kitu ambacho Waafrika tunashindwa. Tukiona mzungu ngozi nyeupe, hata akiongea pumba, tunasema tumebarikiwa jamani, mzungu kasema jamani. Lakini cha kwetu, hata kiwe kizuri namna gani, tunakauka. Hebu tufurahie cha kwetu. Askofu huyu hata wakati wa migawanyiko ya FPCT na MMPT hakuwahi kugongana na yoyote. Amekuwa akiheshimiwa na makanisa yote ya FPCT na MMPT. Amekuwa na ushuhuda, hajawahi kuvutana na yeyote, na wote wamekuwa ni rafiki zake, wote wamekuwa ni ndugu zake, wote wamemtamani, na sisi tumepata neema ya kumpata. Haleluya! Mimi naomba jiweke tayari kupokea neno. Naamini Mungu atasema na wewe jambo. Jina la Bwana libarikiwe. Kama mimi nimemkubali, mimi ninaitwa mwalimu wa neno, lakini katika semina hii nimejifunza vitu vingi vipya. Pamoja na udaktari wangu na uprofesa, Bwana ameniinua upya. Nimejengwa tena. Kuna mambo Bwana amesema na mimi. Unajua, unapokuwa na elimu na Roho Mtakatifu, kuna vitu ambavyo unajifunza na kwa wenzako pia. Na huwa nasema hapa kila siku, usitosheke mwenyewe. Kuna ujumbe Mungu anasema na wewe. Niombe kwa heshima kubwa, tukiwa tumesimama wote, tumlete mtumishi wa Mungu Askofu Japhet Lameck Mbonye. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Amen. Karibu sana. Nimeongea katikati ya wiki lile andiko lililoko katika Matendo ya Mitume 10 mstari wa 33. Wakati Kornelio ametuma mjumbe kwa Petro, Mungu akamwambia nenda. Kornelio alisema maneno ya ajabu sana. Alisema nini, mnakumbuka? Alisemaje? Tuseme wote.
sisi sote tupate kuyasikiliza maneno yote uliyoamriwa na Bwana. Leo askofu, tuko hapa, sema yote. Yote, usirudi na neno. Usije kaupata msukosuko kwenye ndege. Ukiona ndege imekutana na mawingu mazito ikatua tena Dar es Salaam kukurudisha, manake haujamaliza yote. Karibu sana. Asante sana. Ndio jamani, Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba tuketi. Tunamshukuru Mungu. Labda naona hatimaye yule kijana wangu wa Morogoro alifika. Bwana samahani kidogo, uje usalimie kanisa la Mungu. Asante sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndio mtoto wetu wa kwanza, anaweza kuwasalimia akawatajia jina lake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimefurahi kuwaona. Naomba niongee mambo mawili kwa ufupi. Jambo la kwanza, nimefurahi sana kumuona askofu. Nilikuwa na muda mrefu sana sijamuona. Lakini sikutegemea kama nitamkuta hivi. Nilijua kidogo atakuwa amezeeka, lakini hakuna kuzeeka kwa Yesu. Kwa kweli nimefurahi sana na nimemwenjoy wakati wa sifa. Unajua maaskofu wengi wakati wa sifa huwa wanatikisa vichwa tu. Lakini askofu wetu nimemwona anacheza kabisa. Amina sana. Lakini jambo la pili, nimefurahi kuona kanisa lililopo Dar es Salaam watu wanajazwa na Roho Mtakatifu. Nimefurahi sana na nimeshangaa. Imekuwa sio kawaida sana. Sio kwamba watu hawajazwi, lakini wanajazwa. Makanisa mengi yaliyoko Dar es Salaam naona kama ni ya biashara, lakini hili Mungu awabariki sana 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 sana. Majina yangu naitwa Lamek Jafet Lamek Mbonye, naishi Morogoro, nasali kanisa la FPCT Yerusalemu. Karibuni sana Morogoro. Amen. Asante sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huyo bwana, ugomvi tulionaye, ugomvi uliopo kati yangu na yeye, nataka mkamwana. Huo ndio ugomvi uliopo. Nimemwambia mwaka huu usipite. Basi ataonana na baba yake mkubwa, atakuwa nacho kumwambia. Lolote atakalomwambia afanye nini? Alitende. Maana mwanangu Samsoni ameshafanya mambo mazuri sana. Safi sana. Safi sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo la kumshukuru Mungu kuona tumemtumikia Mungu wakati wa ujana wetu. Mungu ametupa wake wazuri, na sasa Mungu ametupatia watoto wazuri ambao tunaweza kuwaona tukiwa pamoja na wao katika kumtumikia Mungu. Na unajua watoto watumishi ni target ya adui, kwamba angalau atufadhaishe kwenye ile eneo. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba Mungu anatusaidia, tunaendelea na watoto wetu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa na wiki ya Pasaka ya baraka sana toka siku ile ya Jumanne, ambapo tulishughulika na watumishi wa Mungu, waimbaji, lakini tulishughulika na wanandoa, tulishughulika na vijana, na hatimaye tukashughulika na watu wote ile siku ya Jumamosi, na leo Jumapili pia tunashughulika na watu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa na jumbe nyingi za baraka, lakini
tulisema wiki hii imekuwa ni wiki ya Pasaka. Tunaadhimisha mateso, kifo na kufufuka kwa Bwana Yesu. Nikasema Pasaka ya kwanza ilikuwa ni Pasaka iliyofanyika katika nchi ya Misri, wakati Mungu anataka kuruhusu watoto wake warudi nyumbani katika kutumikia kifungo cha dhambi walizozifanya za kuabudu miungu, kufanya uzinzi na uasherati. Mungu akawaadhibu kuwa wakimbizi katika taifa la Misri. Na Pasaka katika Agano la Kale ni wakati ule sasa Mungu anawaambia wana wa Israeli wachinje mwana-kondoo au mwana-mbuzi wa umri wa mwaka mmoja, ili katika Kutoka sura ya 12, na ile damu yake wataipakaza hapo kwenye miimo ya milango na vizingiti. Lakini akawaeleza watakapokuwa wanamla, wamle pamoja na mboga za nini? Za uchungu. Mboga za uchungu zilimaanisha taabu na mateso waliopata katika nchi ya Misri. Naona nyama ya kuchoma ni nzuri, lakini Mungu anawaambia wachanganye na mboga za uchungu. Niliwaambia katika kuhubiri Injili, nilikwenda kufipa kusini mwa Ziwa Tanganyika kule mkoa wa Kigoma, ndipo nililetewa mchicha. Akamwambia mchungaji, huu ni mchicha mzuri sana kiafya, lakini ni mchungu. Na mimi nikaukandamiza hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakaambiwa mtakapokuwa mnakula msivunje mfupa, kwa sababu Yesu Kristo akiwa msalabani walikwenda ili wavunje mfupa aweze kufa, lakini wakakuta tayari ameshafanya nini? Ameshakufa. Na walieleza kwamba hii itakuwa ni Pasaka ya Bwana. Kwa hiyo walikula, yani kama wanajeshi wamesimama. Na walipomaliza, basi ni hapo Mungu alikuwa amewaeleza kwamba usiku wa manane malaika mwenye upanga wenye makali kuwili atapita katika kila nyumba na nyumba ya wa Misri. Kila mzaliwa wa kwanza au wa mnyama au wa mwanadamu alichinjwa. Na kwa tukio lile Farao alisema, sasa imetosha, nimevumilia mapigo yote, lakini hili halivumiliki. Maana hata katika familia yake wazaliwa wa kwanza walifanya nini jamani? Walikufa. Akasema nendeni. Alibembeleza hao, basi mniachie watoto, sijui muache wale ndama. Akasema hatuache hata kwato. Na alipowafuata alikipata cha mtema kuni. Yeye na jeshi lake waliangamizwa baharini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaona wakati malaika anapita usiku ule kuua wazaliwa wa kwanza, alipofika katika nyumba za Waisraeli katika nchi ya Misri, aliona ile damu imepakwa kwenye milango ya nyumba zao. Malaika akapita juu. Waingereza wanasema pass over, wao walikuwa wanasema Passover. Hiyo ndio Pasaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika Agano Jipya Pasaka yetu ni hii, kwamba wale wanyama waliochinjwa toka kule kwa ajili ya kusamehewa dhambi, walichinja ng'ombe, mbuzi, kondoo. Familia maskini sana ili wasamehewe dhambi zao walichinja njiwa, kama ile familia ya Yesu Kristo. Lakini hiyo ilikuwa ni kivuli kwamba itakuja sadaka moja, itakuwa sadaka ambayo ni zaidi ya hizo zote. Ndiyo sadaka ya nani jamani? Ya Yesu Kristo. Aliwaambia wanafunzi, kasema kwa siku sio chache tanipaswa kutoa mikononi mwa watu wenye dhambi, nitateswa mateso mengi, nitasulubiwa, nitakufa, nitazikwa, lakini baada ya siku 3 nitafanya nini jamani? Nitafufuka. Sasa wiki hii tunaadhimisha yeye alikwisha kufufuka tayari, amekwisha kurudi kwa Baba, anaendelea kutuombea na Roho Mtakatifu anafanya kazi kuliimarisha kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tusome maneno ya Mungu. Somo letu linasema ushindi wa Yesu Kristo ni ushindi wa kanisa. Ushindi wa Yesu Kristo kwa kufufuka kwake ni ushindi wa nini jamani? Ni ushindi wa kanisa. Na yale mateso aliyoyapata, unaona, yalifananishwa na mateso ya wana wa Israeli katika nchi ya Misri,
Lakini leo mateso tulionayo tuliookoka yanafananishwa na mateso ya Yesu. Yaani mateso ya Yesu ni mateso ya kanisa. Lakini ushindi wa Yesu ni ushindi wa nani jamani? Ni ushindi wa kanisa. Tunashukuru Mungu kwamba Wakristo wa Kipentekoste tunamwabudu mtu aliyeshinda kifo na nini jamani? Kifo na mauti. Hakuna sababu ya kuogopa. Wewe ni mshindi. Hata ukifa katika Kristo, wewe bado ni mshindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hatuogopi. Ndio maana Ayubu anamwambia adui, anasema hata pasipokuwa na mwili huu wa nyama nitamuona Bwana. Shetani akakimbia mbali akasema huyu jamaa simuwezi. Najua kuna watu kwa ajili ya kifo mpaka wengine wanajaribiwa wanakuja kanisani na huko na hirizi kiunoni inayomlinda asife. Sisi Wakristo wa Pentekoste tuliookoka hatuogopi nini jamani? Hatuogopi kifo. Kwa sababu kuishi ni Kristo na kufa ni nini? Ni faida. Sasa tusome Injili ya Yohana. Wale wainjilisti wote wameeleza habari ya kifo cha Yesu kuanzia Mathayo, Marko, Luka, Yohana, wote wameeleza. Lakini nataka tusome Yohana sura ya 20 mstari wa kwanza. Kama tungeweza tungefika mpaka mstari wa 23, lakini sijui kama tutafika. Tasoma katika jina la Yesu. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene alikwenda kaburini alfajiri, kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio, akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda sana. Huyo mwanafunzi ni nani? Yohana. Akawaambia, wamemuondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, huyo ni Petro na Yohana, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko nani jamani? Kuliko Petro, huyo ni Yohana. Akawa wa kwanza wa kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaviona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja Simoni Petro, akamfuata yeye. Akafanya nini jamani? Akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala, na ile leso iliyokuwa kwa kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa. Maana ile leso ilikuwa imesimama tu, bali imefanya nini? Imezongwa zongwa mbali, mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza kufika kaburini, akaona na kufanya nini jamani? Na kuamini. Kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Basi wale wanafunzi wakaenda zao tena nyumbani kwao. Lakini Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi nje yake, analia. Basi akilia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi. Akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi, mmoja kichwani na mmoja miguuni, hapo ulipolazwa mwili wake Yesu. Kumbuka ule mwili tena haupo, lakini ni ule uelekeo tu, kama vile kitanda. Unaona eneo hili ni kichwa, eneo hili ni miguu. Na wakamwambia, mama, unalilia nini? Wale malaika wawili wanamhoji. Akawaambia, kwa sababu amemuondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walikomweka. Naye akiisha kusema hayo, akageuka nyuma, akamuona Yesu amesimama, asijua ya kuwa ni nani? Ni Yesu. Yesu ni mzuri sana. Huwa hapendi tukate tamaa, tupitilize. Bwana Yesu asifiwe sana.
Yesu akamwambia, mama, unalilia nini? Yaani Yesu anamuuliza swali lile lile ambalo aliulizwa na malaika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumefika mstari wa ngapi hapo? Mstari wa 15. Yesu akamwambia, mama, unalilia nini? Unamtafuta nani? Naye huku akidhania ya kuwa ni mtunza bustani. Unaona, mwanzoni aliona ni malaika, kweli aliwaona, lakini huyu yeye akaona ni tofauti na wale malaika, akafikiri ni mtunza bustani. Akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamuondoa. Kwa kweli kutokusikiliza maelekezo ni mbaya sana. Yaani kama Wakristo tumo kanisani hatutaki kusikiliza maelekezo ya Yesu, tutabaki kwenye mataa. Haya maneno Yesu alikuwa amewaambia, si sawa jamani? Kwamba muda si mrefu sana, baada ya siku si nyingi, mimi nitakuwa nimewekwa mikononi mwa watu wenye dhambi. Nitateswa sana, nitasulubiwa, nitakufa, lakini baada ya siku 3 nitafanya nini jamani? Nitafufuka. Bado ni kama amepigia mziki mbuzi kabisa. Hawana habari. Unaona, namuuliza huyu bwana, anasema, yani ikiwa ni wewe, kama wewe ndio uliyemchukua, nionyeshe. Kumbe naye muuliza. Ndiye yeye mwenyewe aliyefanya nini jamani? Aliyefufuka. Yani ni kama Yesu alikuwa na enjoy, tunasema kwa kweli. Wanadamu kwa kweli ni hatari. Wale waimbaji walisema kuna watu na viatu. Hivi hawa jamaa, mbona nimewaambia muda mrefu? Wako wapi? Yani kuna watu tunawaambia habari za Yesu hapa, wanang'ang'aa, tutafikiri tumeweka sanamu ya Bikira Maria hapa. Hawaelewi. Wakipatwa na mateso wasema, Bwana umeniacha. Mbona askofu alisema utakuwa pamoja na sisi mpaka ukamilifu wa dahari? Jamani, yeye hatuachi. Yuko pamoja na sisi mpaka ukamilifu wa nini jamani? Wa dahari. Mstari wa 16. Yesu akamwambia Mariamu, yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, Rabon, yani mwalimu wangu. Sasa hapo ile blanketi ilifanya nini? Ilitoka. Akaangalia akasema, ni yeye huyu, sio mtunzaji wa bustani, kumbe ndio mwenyewe. Yesu akamwambia, usinishike. Maana vyovyote vile alikuwa ameenda kumuwao, maana ni mwokozi wake, ni mwalimu wake. Akasema, mimi sio yule wa wakati ule, mimi ni mwingine, nimevaa mwili mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akamwambia, usinishike, kwa maana sijapata kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda wapi? Kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni nani? Unaona jinsi Mungu Yehova alivyo tofauti na Mungu Allah subhanahu wa ta'ala. Yani anawaambia, naenda kwa Baba ambaye ni nani? Ni Baba yenu. Lakini naenda kwa Mungu ambaye ni nani? Ni Mungu wenu. Safi sana. Yani unajua, ukiingia kwenye maombi ukao unamuomba Mungu kama Baba, ladha inaongezeka kuliko kusema ni Mungu tu. Maana nipata vizuri hapo? Yani ukienda, unaona watoto hawa, watoto wakiwa nyumbani, mwe mnakuwa makini. Hapo nyumbani tunakuwa na watoto wa kwetu tuliowazaa, lakini tunakuwa na watoto wa majirani. Yule mtoto ambaye anajua hiki chumba ni cha baba yangu na mama yangu, yani anaingia moja kwa moja, kama kule mlivaa mkuvaa mtajijua. Anajua ameingia kwa nani jamani? Kwa baba na mama. Anaingia free. Alafu yule mtoto mwingine ambaye kuzaliwa pale, akifika pale kwenye mlango anafunga break. Sema huko hamna. Hawa hamna. Hawa sio baba yangu. Huyu sio baba. Naweza nikaingia nikapigwa kofi. Lakini yule mzaliwa anafanya nini jamani? Anaingia. Sasa anasema, mimi naenda kwa Baba ambaye ni Baba yenu, lakini kwa Mungu ambaye ni Mungu wenu. Haya maneno yana nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumefika mstari wa ngapi hapo? Mstari wa 18. Mariamu Magdalena akaenda akawapasha wanafunzi habari ya kwamba nimemuona Bwana, ya kwamba
amemwambia hayo. Maana yale maneno aliyomwambia aliwaeleza ndugu zake. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya nini jamani? Ya Wayahudi. Maana bwana wao sasa wanaona ni kama hayupo tena, wanasema hapo watatumaliza, maana bwana wetu hayupo. Akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake, yani pale alipochomwa mkuki na alipopigiliwa misumari. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomuona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefanya nini jamani? Wamefungiwa. Walakini mmoja wa wale thenashara, Tomaso aitwaye Pacha, hakuwako pamoja nao. Alipokuja Yesu, basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemuona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari, na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. I say hii yao ni kali. Yaani jamaa nataka mpaka aguse hivi. Unajua kuna watu wakija hapa, askofu tuwaombee. Bibi mmoja alisema, askofu shika hapa, gusa kabisa. Yaani usipogusa haviwezi kuchomoka. Jamani, mpaka sasa tunapoadhimisha kufufuka kwa Yesu, nia kubwa na lengo kubwa, tunataka viwango vya kumwamini Yesu viongezeke. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona, wanafunzi ni kama jinsi walivyomfahamu Bwana Yesu akiwa pamoja na wao live, ilikuwa kiwango kidogo sana. Lakini Yesu alipofufuka, Biblia inaona inasema walipomuona wakamsujudia, wakapiga magoti, wakasema Lakini unaona wakati Yesu akiwa pamoja na, unaona walipiga magoti? Maana waliona sura yake sasa ni tofauti na ile sura waliokuwa naijua. Yesu amefufuka na mwili wa mbinguni. Wakati anazaliwa, alizaliwa na mwili huu wa damu na nyama. Sasa ule ni mwili wa nini jamani? Wa utukufu. Naona Mariamu anataka kumvaka, anasema hapana. Bado mimi ni mwingine hapa, sio yule aliyekuwa anakula ugali na samaki. Huyu ni mwili mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zanguni, Yesu amefufuka, au niseme Yesu alifufuka toka wakati ule. Na kulikuwa na makusudi. Yaani kufufuka kwa Bwana Yesu, ni hapo imani ya Wapentekoste ilipigiliwa msumari, kwamba imani hii ni ya kweli, ni imani bora kuliko imani zote ulimwenguni. Hebu tumshangilie Bwana Yesu. Na Paulo anasema, kama Yesu angekufa asifufuke, imani yetu ingekuwa ni bure. Kama kuna watu wanaonekana kuwa na matumaini katika Yesu, hao wangekuwa ni wajinga wakubwa waliopotea. Lakini sasa Yesu amefanya nini jamani? Amefufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufufuka kwa Yesu kulikuwa ni mwisho mwema kwa kazi aliyoifanya ya kutuokoa. Na huo ndio ushindi wa Yesu Kristo na kanisa lake, ambalo anasema yeye amelijenga juu ya mwamba, na wala milango ya kuzimu haitafanya nini jamani? Haitalishinda. Kanisa lina vita kubwa. Lina vita kubwa sana. Na mtu mmoja aliniambia, akasema, mchungaji, hiyo tai uliyovaa umetangaza vita. Nikasema na mimi ni mtu wa vita. Katika nani jamani? Katika Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ameshinda na zaidi ya kushinda. Hebu tusome katika Ufunuo wa Yohana sura ile ya 5
uone mambo ambayo Yohana alifunuliwa akiwa kisiwani Patmo. Sura ile ya 5 tusome mstari wa 1 mpaka wa 14 hapo. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Mstari wa 5. Na mmoja wapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4 na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitwaa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hata alipokitwaa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani wa Mungu wetu, na wanamiliki juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona kazi ya Yesu aliyofanya. Huu mstari ni wa muhimu sana 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 sana. Anasema kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila nini jamani? Wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani. Yaani hapa tulipo sisi ni watu wa mataifa mbalimbali, ni watu wa kabila mbalimbali. Tumenunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo, ili maisha yetu yawe mali ya Yesu. Tuendelee kurudisha sifa na heshima kwa Bwana Yesu. Mstari wa 11 anasema, nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na mara 1000, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa na kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Hayo yote tumeyapokea sisi kupitia Yesu. Na kila kiumbe kilicho mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi na juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake, na vilisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana kondoo hata milele na milele. Na wale wenye uhai 4 wakasema amina, na wale wazee wakaanguka wakasujudu. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Nilisema kufufuka kwa Yesu Kristo ni ushindi mkubwa, maana kama Yesu angebaki kabrini mambo yalikuwa yameharibika. Na kwa sababu Yesu alifufuka, maana yake yeye alishinda kifo na mauti, na huo ushindi wa Yesu ni ushindi wa kanisa leo.
Nilikuwa nawaambia juzi na jana kwamba jina la kanisa hili, yani askofu alitafakari vizuri kwamba hili ni kanisa la washindi wa Kipentekoste. Sisi tumeshinda pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa Yesu alishinda mambo yafuatayo. Yapo mambo manne ambayo Bwana Yesu aliyashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kutakuwa na msomaji awe makini sana na maiki hapo, tusome kwa haraka mambo ambayo Yesu alishinda. Patie maiki msomaji mmoja ili twende haraka. Yesu ameshinda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ameshinda nini jamani? Dhambi. Ebrania 4:15, lakini unaweza kuandika na Yohana wa kwanza 5:18. Soma Waebrania 4:15. Mambo ambayo Yesu aliyashinda, ambayo na wewe unatakiwa uyashinde. Ebrania 4:15. Ndiyo. Nasema, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote. Bali hakufanya dhambi. Amen. Amen. Yesu alijaribiwa. Na unajua Yesu akiwa duniani alikuwa ni mwanadamu 100%, lakini alikuwa ni Mungu 100%. Hasa katika maisha yote aliyoishi hakutenda dhambi hata siku moja. Ni Yesu Kristo peke yake. Mitume wote walitenda dhambi, walisamehewa tu, na wengine hata hawajasamehewa, wamefia dhambini, lakini walikufa. Hawakufanya nini jamani? Hawakufufuka. Yesu Kristo akiwa mwanadamu kama sisi, maana alizaliwa duniani ili apitie taratibu zote za kibinadamu. Lakini nimekuwa nawaeleza watu, Yesu akiwa katika tumbo la Mariamu ni tofauti na mimi nilivyokuwa katika tumbo la mama yangu. Damu ya Yesu Kristo haikuchanganyikana na damu ya Mariamu hata kidogo, kwa sababu damu ya Yesu Kristo ilikuwa ni damu ya Mungu. Na kama ingechanganyikana na damu ya Mariamu isingeweza kuokoa. Ile ilikuwa ni damu ya mwana pekee wa Mungu aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio maana ni damu ambayo ni sabuni tosha kwa dhambi za wanadamu. Mojawapo ya vitu ambavyo vilisababisha sekeseke kubwa juu ya Bwana Yesu ni aliposema kwamba mimi ninaweza kusamehe nini? Dhambi. Sema astaghfirullah. Amekufuru. Ana uwezo, na mpaka sasa bado ana uwezo. Ametupa mamlaka. Umesikia anasema hivi, mtu yeyote mtakayemuondolea dhambi atakuwa ameondolewa. Kazi yetu ni hiyo, kuwaondolea dhambi watu. Yaani sisi ni kina Yesu wadogo. Tunaondoa dhambi. Yeye ni mtoto wa pekee, ni mtoto wa kwanza, sisi tumefuata. Yeye anamuita Mungu Baba na sisi tunamuita Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu alishinda dhambi. Ni ajabu sana watu walioko kanisani, tena kanisa la washindi wa Kipentekoste, bado wananyanyaswa na dhambi. Yaani wanakuwa ni kifafa. Mwisho wa mwezi unasikia, mchungaji nisaidie maombi, nimejaribiwa. Umejaribiwa nini bwana? Simama, tembea vizuri, ishi kama mwana wa Mungu. Katika vijana niliokuwa nawafundisha Sunday school na madarasa ya vijana huko kwetu Kigoma, kijana mmoja alifika mpaka chuo kikuu. Akaniambia, akasema, mchungaji, chuo kikuu ndio makao makuu ya shetani. Ndio niliona mambo ya ajabu kabisa. Akasema, lakini mafundisho ulionijengea nikiwa bado kijana mdogo yalinitunza. Akasema, nashukuru Mungu, toka nazaliwa mpaka nimemaliza chuo kikuu sijajichafua kwa dhambi ya uasherati. Nikasema, Mungu akubariki sana. Amen. Bikira wa Yesu huyu. Sasa hawa vijana wanakodolea macho wasichana ndio mabikira. Hata kijana wa mvulana unatakiwa uwe bikira wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakuna sababu ya kuanguka dhambini. Baada ya kutubu, heshimu toba yako.
Tembea katika maisha ya utakatifu. Hata kama utaenda kufanyia kazi Ulaya, ukaenda huko Uarabuni, ukaenda wapi, nenda kokote, tembea na Bwana. Askofu wetu ametembea mataifa mengi, na kula nakotembea nina watu wengi tu ambao tunafahamiana nao. Wanasema Bwana, huyu mtumishi wa Mungu bila tumika naye Askofu Frederick, ni mwanaume wa wanaume. Maisha yake yamenyoka. Sema kuna watumishi wengine wakija huku, basi wanavua koti la wokovu wanaweka kwenye henga. Baadaye watakapokuwa napanda ndege kurudi Afrika, ndio wanachukua lile koti tena. Wasanii, waigizaji. Lakini jambo la pili ambalo Bwana Yesu alishinda. Yesu alishinda ulimwengu. Alishinda nini jamani? Ulimwengu. Alishinda ulimwengu. Yohana 16:33. Lakini andika waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 4 na wa 5. Yohana 16:33, waraka wa kwanza wa Yohana 5:4. Soma tu hiyo Yohana 16:33. Yohana 16:5. 16 Yohana mstari wa 33. Sema, hayo nimewambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnao dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Amen. Amen. Hebu tusomee basi kidogo na hiyo Yohana wa kwanza 5:4. 5:4 na mpaka 5, mistari miwili. Some hiyo. Yohana wa kwanza 5:4. Mstari wa 4 mpaka na wa 5. Soma hiyo mistari miwili. Biblia inasema, kuna kitu kimeongezeka hapo. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Ndiyo. Na huku ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Ndiyo. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Ndiyo. Isipokuwa ni yeye aaminiye ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ndiyo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu anasema ulimwenguni mnayo dhiki, lakini kwa kuwa yeye alishinda, sisi tunaomwamini pia tutafanya nini jamani? Tutashinda. Anasema mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Ni yeye anayeamini katika yeye Yesu Kristo. Huyo na yeye atafanya nini jamani? Atashinda. Tunamwamini mtu aliyeshinda, lazima na sisi tushinde. Yesu aliushinda ulimwengu. Katika maadui tulio nao, tuna maadui wakubwa watatu. Tuna shetani, tuna ulimwengu, tuna mwili. Ni maadui wangapi? Hao ni maadui watatu, popote utakapokwenda watakufuata. Shetani, dunia hii ni adui, na mwili. Kwa hiyo usiwe duniani ukaona umebarikiwa, unaendesha gari, unakaa kwenye nyumba nzuri, kwa gorofani huko, unavaa nguo unayotaka, unakula chakula unachokitaka, ukaanika meno ukasema uko salama. Utachukuliwa. Sianike meno. Yaani mama umeolewa, hata kama utaona pale nyumbani kuna kila kitu. Kabati imejaa, friji imejaa, store imejaa, kama kini. Naona baba nakuja, mnakuwa kama mtu na binamu yake, mnacheka mpaka mnagonga. Chochea maombi. Chochea maombi. Unaweza ukashtukia tu ghafla, unaambiwa una habari kule Kinyerezi kuna nyumba ndogo na watoto hawa wawili. Sema mchungaji, shetani amejiinua. Wewe ndio ulijiinua. Uliendekeza season ya 12 na ile nini? Ile mnaangalia sasa hivi inaitwaje? Ni machokodo nini? Kombolela. Unakuta mama yuko tena. Omba Mungu. Biblia inasema hivi, wasemapo kuna amani ndipo uharibifu wajiapo ghafla. Tuko duniani, mwili ni adui. Unaona mwili ukipanga maombi na kufunga, ukiamka tu ile saa 10:12 ukijinyosha hivi, unasikia unakwambia unasikia wewe unaumwa, usifunge leo, hata siku nyingine utafunga. Sasa ukikomaa ukasema hivi, hata upige kelele nafunga, ukianza tu maombi saa moja masaa mawili unasikia shwari. Lakini ukilegea ukila chakula umekwisha. Lakini hii dunia mnaiona, kuna watu wanaishi wanasema bwana sasa hivi ni wakati wa sayansi na teknolojia, sisi tunaenda kama dunia inavyoenda. Umekwisha.
Kama unataka kwenda kama hii dunia inavyoenda, umekwisha. Sisi sio wa dunia hii. Yule mwimbaji mzungu anaimba nyimbo za wakati wa Christmas, anasema hii dunia sio wapi? Sio kwetu. Sisi tunapita. Kwetu ni wapi jamani? Kwetu ni mbinguni. Hapa tunapita tu. Sasa hapa tunapita, lazima wewe makini. Yaani kuna mtu hapa amekaa hivi, amenyosha na miguu, amefika kwao, kila kitu, vyakula vyote anakula, vinywaji vyote anakunywa, mapombe nini, wanawake anakusanya, wanaume anakusanya, vyote. Si huu mwili ni mgeni rasmi, unataka magari yote, nyumba zote, simu zote za touch, nguo zote, huu mwili. Sasa ukikaa namna hii, wewe ni wa dunia hii, utaishia hapa. Lakini sisi tumekaa mkao huu. Sisi ni wageni na wapitaji, tuko hivi. Hatuwezi kukaa tumenyosha miguu. Wakati wote kipenga kikipigwa, tunaondoka zetu kwa baba yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivi vitu vilivyoko duniani vinatusapoti tu kwa maisha ya duniani, na tunakuwa makini. Kuna vingine haviliki hata kama vinaliwa, sisi hatuli, maana sisi ni watu wa taifa jingine. Kuna nguo hatuvai, maana zina wenye nazo, sisi sio za kwetu. Yaani mtu anaenda kwa fundi, anambia fundi, fikisha hapa, pasua hapa, pasua na huku, alafu ibane. Yaani unakuta mtu anatembea kama katuni, hata hawezi kupanda mlango wa namna ya gari, inabidi mnyanyue. Afu nguo kaishona mwenyewe kwa akili zake timamu, kainunua mwenyewe dukani. Huyu anaenda na dunia, na dunia itaondoka naye, haitamwacha, itaondoka naye. Na kama bado uko kanisani una hizo changamoto, jivue gamba. Wewe sio wa dunia hii, upo katika kanisa la washindi wa Kipentekoste. Achana na hayo mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kila chakula tutakula, sio kila kinywaji tutakunywa, na sio kila nguo tutavaa. Wakati nafundisha vipindi vya dini mashuleni kule Kigoma, nikaenda kwenye shule, wakati ulikuwa shule zilikuwa mbili, Kigoma sekondari na Ujiji sekondari ambayo askofu alisoma. Sasa nikamkuta kijana mmoja, tena mtoto wa mchungaji, alikuwa ni mtoto wa askofu. Amevaa mguu wake ni namba 7. Amevaa kiatu namba 7 kama hiki. Lakini alinunua namba nyingine sijui ni 12, akaingiza kiatu vile vile tena. Vikao viatu vingapi? Sasa mwendo aliokuwa anatembea sasa kama nataka kudondokea nyuma. Kumbe amejiunga kwenye makundi ya wavuta bangi. Huyo kijana sasa hivi amekwisha kumaliza chuo kikuu. Nilikuja hapa Dar es Salaam nikakutana naye, akanikumbatia akasema, mwalimu, nilikusumbua lakini nakushukuru, hatimaye niliokoka. Hatimaye niliokoka, sasa ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliteseka sana maana aliingia kwenye bangi. Naomba tuishi tuwe na akili kama nyoka. Sisi hapa tunapita tu. Kwetu ni usizubaishwe na wanawake wenda wazimu. Usizubaishwe na wanaume wenda wazimu. Usizubaishwe na vijana wenda wazimu. Unanipata vizuri? Kuwa na akili. Wewe ni mtu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu ameshinda ulimwengu pamoja na mambo yake yote. Lakini jambo la 4 ambalo Yesu alishinda na la mwisho, ameshinda kifo na mauti. Zaburi 89 mstari wa 48. Jambo la 4. Na la 3, la 3 amemshinda shetani. Waebrania 2:14. Waebrania 2:14 mpaka 15. Leo ni jambo la 3. Yesu alimshinda shetani na mpaka sasa bado anamshinda. Soma Waebrania 2:14 mpaka 15. Biblia. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, ndiyo yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Amen. Amen.
Yesu kwa ushindi na nguvu alizokuwa nazo alimshinda Ibilisi aliyekuwa na funguo za mauti na kuzimu, alimnyang'anya. Sasa tena hana mamlaka, maana kule alivyokwenda kule alimnyang'anya huo uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii mtu aliyeokoka hatishwi tena na shetani. Kuna mzee mmoja ameshaokoka kule, amesha staff na askofu, anaitwa, tulikuwa tunahubiri kwenye makanisa yake, anatupokea, anaitwa mzee Yotamu Ngemenya Kasangezi, Kasulu. Kama naenda Kasulu mjini, yeye yuko kijiji cha Kasangezi. Yule mzee alikuwa ni mwinjilisti mkubwa sana, ni mchungaji, lakini alikuwa anapenda sana kuhubiri injili. Kuna watu wa Kasangezi hapa? Aha, basi watakuwa wanamfahamu. Sasa tulikuwa tukienda kuhubiri maeneo yale, tunalala nyumbani kwake hapo kanisani, maana alikuwa anakaa kwenye nyumba ya kanisa. Sasa yule mzee, kwa nini nimemtaja jina lake hapa? Yeye akiwa naomba nasema, shetani mshenzi, sitaki kukuona hapa. Yaani kila akisema shetani lazima unganishe mshenzi. Na alikwenda kuhubiri injili, akaambiwa, mzee, wewe una tatizo, umepata shida kwenye haja ndogo, una tezi dume, unatakiwa kurudi nyumbani ukafanywa operation. Akasema, daktari, rudia tena, mimi ni wakufanywa operation, rudia. Akasema, mzee, lazima ufanywe operation. Akasema, ishia hapo hapo. Alirudi nyumbani, aliomba akiwa ameshika tumbo hivi, alishikilia hivi. Akasema, wewe shetani mshenzi, komea hapo hapo, hakuna vya operation, hakuna vya nini. Na kweli unajua, kausha mpaka leo, hakuna cha operation, hakuna cha nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa yule mzee yuko kwenye miaka 92, hakuna cha operation mpaka leo. Hilo sio tatizo tena, hakuna operation. Unajua kuna watu wanamwamini Yesu, na kinachotutesa hapa ni imani. Watu nakuta tunahangaika hivi. Sasa anasema Yesu alimshinda shetani na ametuachia hiyo mamlaka, na sisi tufanye nini jamani? Tumshinde. Anasema mpingeni shetani naye atafanya nini? Atawakimbia. Ukimkaribisha basi. Lakini jambo la 4 la mwisho, ameshinda kifo na mauti. Zaburi 84:48, 89:48. Zaburi 89:48. Ndio. Biblia inasema Zaburi 89:48, ni mwanamume gani atakayeishi asione mauti, atakayejiokoa nafsi yake na mkono wa kuzimu? 49, Bwana zi wapi fadhili zako za kwanza ulizomwapia Daudi? Ni mstari huo mmoja tu, mstari mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema ni mwanaume gani mwenye uwezo juu ya nini jamani? Ya mauti. Juu ya mauti. Yupo mwanaume mmoja tu. Nani? Yesu Kristo. Na anamaanisha kwamba wale wanaomwamini huyo mwanaume Yesu Kristo wana ushindi juu ya kifo na mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona, wakati rafiki yake na Yesu amekufa katika ulimwengu wa nyama, waliona amekufa. Yesu alijua kama rafiki yake ni mgonjwa, alijua kama amezidiwa, alijua kama amekufa, alijua kama amezikwa. Na walituma habari sana ndugu zake, Yesu njoo, rafiki yako hali ni mbaya, yuko ICU, fanya haraka. Yesu akatulia, maana yeye huwa hawahi wala hachelewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu wameshamzika, siku ya Yesu ndo anaingia sasa. Hasema yani ni kama tu alikuwa ni mtu mwenye uwezo juu yao. Kama angekuwa ni kama kabwana mdogo fulani, wangemkata kwanza viboko, piga sana. Lakini walikuwa na mwangaza, sema huyu jamaa hapana, hata kulalamika kwetu tulalamike kwa adabu. Wakasema, Bwana umekawia, alishakufa, alishazikwa. Akasema, mimi nimejua rafiki yangu amefanya nini, amelala, nimekuja kumwamsha. Akamwambia, mzee, nakuja kumwamsha tena, ameshazikwa. Kumbe anavyoongea na wao wanavyoelewa ni vitu viwili, kama vile na wale wanafunzi wake 12 waliposhindana kwa maneno. Mimi ngambia, mtu akiniamini mimi ajapokufa atakuwa anafanya nini?
atakuwa anaishi. Akasema mzee, siku za mwisho sio leo, ile siku ya mwisho sio leo. Hayo maneno nayoongea ni ya siku ya, walikaririshwa na walimu wa Biblia. Kaambia basi naona tuelewani, naomba mnipeleke mahali, sio mlipomzika, mlipofanya nini? Mlipomlaza. Alifika tu pale anambia Lazaro toka. Nilikuwa naambia jana si juzi, nikasema najua Lazaro alipochomoka kutoka kaburini pale alibaki Bwana Yesu peke yake, wote walitawanyika. Ndio anakuja kuambia jamani, njoni mfungueni sanda. Na sanda alikuwa anafunga kama bandage namna hii. Mfungueni, hebu mpelekeni mumvike nguo alafu mumpe chakula maana ana njaa. Leo siku ya ngapi? Siku ya 4. Ana njaa sana, mpelekeni nyumbani. Sasa viwango vya kumuelewa Yesu kina Marita na Mariamu vikafanya nini jamani? Vilibadilika. Yaani hapa kuna watu mnamfahamu Yesu kwa viwango vya chini, lakini Yesu si wa viwango vya chini. Fikiria ni wanaume aliyeshinda ulimwengu, aliyeshinda dhambi, aliyeshinda kifo na mauti, aliyemshinda shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mhubiri mmoja akasema shetani sio soda ya Coca-Cola. Ameshinda maaskofu wengi, ameshinda mitume na manabii wengi, na mpaka sasa kuna watu wanaonekana ni watumishi wa Mungu, lakini ni watumishi wa nani? Wa shetani. Sasa unakuta kijana anaimba wimbo anasema kanyaga shetani, kanyaga kwenye kichwa, lakini yeye mwenyewe ni mzinzi, ni mwasherati. Swala anaye kanyaga mwingine ni nani? Wewe ndio unakanyagwa. Wewe unakanyaga hapa madarasa na kusubiri. Si mlisema saa 4 mtakutana kule na kusubiri. Yesu ameshinda dhambi. Yesu ameshinda ulimwengu. Yesu amemshinda shetani, lakini Yesu ameshinda kifo na mauti. Hakuna sababu tena ya kukaa na hofu. Yaani kuna mtu hata kiugua kidogo unakuta anajihurumia sana, anajishikilia. Hebu nisikilizeni na hapa. Sikilizeni kama joto limepanda. Wewe tukusikilize nini? Wewe Biblia imesema kuishi ni nani? Ni Kristo, na kufa kama wakati umefika, lala katika Bwana maana mwenyewe atakuja kukuamsha. Wengine mpaka wanatenda dhambi. Nakutana na mawakala wa shetani, anasema wewe usiendekeze Yesu tu. Unaenda na kule kwa Kalimanzira. Usiendekeze Yesu. Nenda kaangalie kule. Naenda kupiga bao, anaambia ni jirani yako ndio amefanya haya mambo. Hayo sio maisha yetu. Maisha yetu sasa, baada ya ushindi huu mkubwa tulioupata, tumefufuka pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Wakolosai sura ile ya 3 na mstari wa 1. Kolosai sura ya 3 na mstari wa 1, utasoma kwa muda wako mpaka mstari wa 11, lakini mimi nataka kusoma mistari michache tu kama 4. Anasema basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafutani yaliyo wapi? Yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na nani? Pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa, aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja na yeye katika utukufu. Amen. Tumefufuka pamoja na Kristo. Na katika mambo ya dhambi sisi ni marehemu. Ukitikisa mtu aliyekufa hivi, wewe amka tunywe pombe, anaamka. Sisi kwenye mambo ya dhambi ni marehemu. Ni marehemu kabisa. Hatuna uhai humo, hatuna nguvu, hatuna ujasiri humo. Lakini katika mambo ya kiroho sisi ni watu wazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tumefufuka pamoja na Kristo. Lakini katika Waefeso katika Waefeso 5:14 anasema hivyo, usema amka wewe usinziae, ufufuke katika wafu, na Kristo atafanya nini jamani? Atakuangaza. Wewe uliyekufa katika matendo ya giza, bado mpaka sasa pamoja na kwamba uko kanisani, wewe ni mwizi, wewe ni muongo,
wewe ni msengenyaji, wewe ni mzinzi, wewe ni mwasherati, wewe amka. Bado umelala katika usingizi wa dhambi, amka usifie huko. Maana utakuwa umekufa mara mbili. Utakuwa umekufa kifo cha kimwili na kifo cha nini jamani? Cha kiroho. Sasa sisi tunatamani tufe kifo cha kimwili, lakini kiroho tuendelee kuwa hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu alifufuka. Katika Paulo anazungumza maneno mazuri sana katika Wakorinto wa kwanza 15:17. Korinto wa kwanza 15:17, Paulo anazungumza maneno mazuri sana. Anasema, na kama Kristo hakufufuka, imani yetu ni nini jamani? Ni bure, mungalimo katika dhambi zenu. Na hao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Lakini sasa Kristo amefanya nini? Amefufuka katika wafu. Limbuko lao waliofanya nini? Waliolala. Anaposema limbuko, maana yake yeye amekuwa ni wangapi? Wa kwanza. Limbuko lao waliolala, yani waliokufa katika Kristo. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu. Mtu aliyeleta mauti alikuwa ni nani? Ni Adamu. Kadhalika na kiyama ya wafu ililetwa na nani? Na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika katika Kristo wote wanafanya nini jamani? Wanahuishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unataka nini tena? Acha kuhangaika tena katika maisha haya. Wewe umeshinda pamoja na Kristo. Hakuna sababu ya kushindwa tena katika jambo lolote unalolifanya. Wewe umeshinda na zaidi ya kushinda. Kinachotakiwa sasa, nimesema kufufuka kwa Bwana Yesu kunatutia moyo, kunatuimarisha wa Kristo, kunatufanya tuwe na vilindi vikubwa, viwango vikubwa vya kumjua Yesu ambaye alishinda kifo na mauti. Hakuna sababu ya kuogopa chochote ikiwa umeokoka. Wewe ni mshindi pamoja na washindi. Unaona, mitume waliogopa, lakini baada ya kuwa Yesu amefufuka, amewavuvia Roho Mtakatifu, anasema sasa nendeni, yeyote mtakayemuondolea dhambi atakuwa ameondolewa. Sasa nafurahi sana katika Matendo ya Mitume 4:18 mpaka 27, wakati mitume wananyanyaswa, wanazuiliwa, wanafungwa vinywa wasihubiri habari za Yesu, wanasema hivi: hatuwezi kuacha kusema habari ambazo tuliona wenyewe kwa macho yetu, tulisikia. Anasema hukumuni ninyi wenyewe, yani maana yake mkitaka mtu uwe, lakini kwenye habari za Yesu hatuwezi kuacha kusema. Sasa hapo naona viwango vya kumwamini Yesu vimekuwa ni vya juu sana kuliko hata wakati walipokuwa pamoja na yeye. Ndugu zanguni, Yesu amefufuka, maana yake tumeshinda na zaidi ya kushinda. Sisi si wanyonge tena. Kama kuna mtu anakuletea taabu, kama kuna magonjwa anakuletea shida, peleka kwa Bwana Yesu. Mwambie Bwana, shughulika na huyu baba, shughulika na huyu mama, shughulika na huyu mtawala aliyenikosesha amani. Bwana atashughulika naye. Binti mmoja alikuwa anafanya kazi, akaniambia, akasema, mchungaji nisaidie maombi. Nikasema ni nini? Akasema bosi wangu amesema nisipokubali kutembea na yeye, yani kufanya uasherati, atanifukuza kazi. Nikamwambia wewe, tunataka tumweke kwenye kikaango, leta flampeni ya Bwana Yesu. Kaweka, nikasema huyu tunaweka mafuta, tunamkaanga. Nimwambia tutakuwa na maombi ya siku 2. Wewe omba huko uliko na mimi nitaomba huko niliko. Tulifanya maombi, nipe majina yake. Tukamweka kwenye chetezo. Piga maombi siku ya kwanza, siku ya pili. Yule binti siku ya 3 anaenda kazini, yule bwana alikuta tangazo. Kaambia wewe umeshushwa cheo, na sasa alipelekwa huko Bukoba vijijini, Swekeni kabisa kule. Kule ndo alienda kufanyia kazi kutoka mjini. Akamwambia yule mama, yule binti yule alimwambia hivi, wewe ni mchawi.
Nikamwambia hivi, wewe sio mchawi, wewe ni zaidi ya wachawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilimwambia hivi, huyo bosi wako hautamuona tena. Kwa hiyo sisi ni washindi wa Kipentekoste. Usinyanyaswe tena na jambo lolote. Tumeshinda pamoja na Bwana Yesu. Sisi tuko huru, tunatembea kifua mbele kwa sababu tuko pamoja na Bwana. Naomba tusimame tuombe Mungu. Sisi tuko pamoja na Bwana Yesu. Tumeshinda pamoja na Yesu. Hakuna haja ya kuhangaika, hakuna haja ya kutembea umejikunyata kama mtoto yatima. Hapana, wewe ni mshindi. Wewe una nguvu, wewe una uwezo. Usihangaike tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Msalaba wa Yesu na usifu sana. Yesu nilinde hapo hatari kuona. Msalaba Kuna watu wameshindwa na magonjwa. Kuna watu wameshindwa na dhambi. Kuna watu wameshindwa na dunia kwa kuipenda dunia. Lakini kuna watu wameshindwa na shetani. Maana huwezi kumshinda shetani bila kuwa pamoja na Yesu. Wewe unayeona kuna jambo umeshindwa na sasa unataka Yesu akushindie, karibu hapa mbele. Chochote unachoona kimekuwa ni tatizo kwako, kule kazini, kule shuleni, kuna vitu vimekushinda. Lakini kuna wengine mnaumwa na mnawaambia watu kwamba huu ugonjwa ni wa kwangu, huu ni mwaka wa 5. Ni kama uliununua supermarket. Jamani, magonjwa sio ya kwetu, ni ya shetani. Kazi yetu ni kuyakemea kwa jina la Yesu. Ni jambo gani limekushinda? Ushinde pamoja na Bwana Yesu leo. Sogea mbele. Wewe baba, wewe mama, wewe kijana, sogea mbele tuombe Mungu. Umeshindwa, kuna magonjwa yamekushinda. Yesu anaweza. Karibu. Karibu sana. Karibu sana. Karibu kijana. Uje umshinde Yesu. Umshinde shetani. Karibu uje umshinde shetani. Karibu sana baba, karibu mama. Ni mambo gani yamekushinda pamoja na Ukristo wako, lakini wewe bado ni mtumwa? Biblia inasema mtenda dhambi ni mtumwa wa dhambi, ni mtumwa wa shetani. Wewe bado umeshindwa na nini? Sogea tuombe Mungu. Asante. Naomba sasa watumishi wa Mungu tusogee hapa, tuwaweke mikononi mwa Bwana. Ndugu hawa wameshindwa na magonjwa, wengine wameshindwa na dhambi, wengine wameshindwa na shetani, lakini wengine wameshindwa na dunia kwa kuipenda dunia. Hawa wanataka kuanza upya, wawe washindi katika mambo hayo yote. Naomba mnifuate kwa sala hii. Bwana Yesu, wewe uliyeshinda kifo na mauti, tumesikia habari zako. Nimekuja mbele yako Yesu, unipokee. Tazama mambo yaliyonishinda katika maisha yangu. Nataka kuwa mshindi kuanzia leo. Nitembee katika ushindi pamoja na wewe Bwana Yesu. Nishindie magonjwa, nishindie hii dunia, nishindie huyu shetani. Unitie nguvu za kumshinda, lakini nipe nguvu ni ushinde ulimwengu, nishinde kifo na mauti. Ondoa hofu ndani yangu,
hofu ya kifo. Mimi nina uzima wa milele. Sihitaji kuogopa kifo cha mwili. Tawala maisha yangu. Nitakase Bwana Yesu dhambi zote na makosa yote kwa damu yako iliyomwagika pale msalabani. Nioshe Bwana Yesu. Nataka kuishi maisha ya ushindi, kwa sababu wewe Yesu ninayekuamini ulishinda kifo na mauti. Ulishinda dunia. Ulishinda dhambi. Wewe ukutenda dhambi hata kama ulikuwa mwanadamu kama mimi. Nisaidie na mimi nisitende dhambi katika maisha yangu yote, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tulia sasa tukuombee. Baba, katika jina la Yesu tunawaweka mikononi mwako ndugu zetu wale ambao walishindwa na dhambi. Tunaomba uwatakase, uwasamehe kwa damu yako iliyomwagika pale msalabani. Wale walioshindwa na magonjwa na kupiga ninyi magonjwa, malaria, homa, maumivu ya viungo, pressure, kansa, ukimwi, sukari, na kupiga kwa jina la Yesu Kristo. Natamka uzima, natamka uponyaji kwa mamlaka ya jina la Yesu. Gusa huyu baba, gusa huyu mama, gusa huyu kijana, gusa huyu mtoto kwa jina la Yesu. Wale walioshindwa na ulimwengu, dunia imewashinda, wanatamani mambo ya dunia, wanapenda kufanya mambo ya dunia. Wape nguvu ya kushinda ulimwengu katika jina la Yesu. Washindie Bwana wale wanaogopa kifo, hata wamekwenda kupiga ramli kwamba watapewa dawa, hawatakufa, wataishi milele. Ondoa hiyo hofu ndani yao kwa jina la Yesu. Ondoa hofu ndani yao, watie nguvu za rohoni na mwilini katika jina la Yesu. Waogope dhambi lakini wasiogope kifo cha mwili. Baba, ninakushukuru, wewe ni Mungu mwaminifu. Watie nguvu Bwana kule mashuleni, kule nyumbani, katika ndoa, katika masomo, katika kazi. Nataka wewe washindi. Kama kuna nguvu za giza zinawafuatilia katika maisha yao, katika utumishi, katika kazi, tunapiga kwa jina la Yesu Kristo. Watie nguvu, wainue katika jina la Yesu. Watumie sawa sawa na mapenzi yako. Asante kwa sababu wewe ni Bwana. Asante kwa kuwa unasikia. Asante kwa kuwa utafanya katika jina la Yesu Kristo, wewe uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Hebu tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Amen. Mungu awabariki sana. Nendeni mwe washindi katika maisha. Kama utateswa na magonjwa, mwambie Bwana Yesu, najua magonjwa wewe unayajua, wewe unaweza kuyaondoa. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amen. 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 Makofi makubwa kwa ajili ya neno zuri.